Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mwanadada Wema Sepetu siku ya leo amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumza katika interview yake aliyofanya na Millard Ayo kuhusiana na ujauzito wake, lakini pia kuhusiana na baba wa huo ujauzito. Kama ambavyo tunafahamu, taarifa zimeshasambaa mitandaoni ikiwa inaeleza wazi kwamba baba wa huo ujauzito wa Wema Sepetu ni msanii Diamond Platnumz. Watu wengi sana walikuwa wanatamani kusikia kwa mwanadada Wema Sepetu yeye binafsi analizungumzia vipi swala hili. Tumeweza kuona mama yake mzazi na Wema amezungumza wazi kwamba yeye binafsi afahamu swala la Diamond Platnumz kuhusika katika ujauzito wa mtoto wake, lakini pia kama ambavyo tunafahamu katika miaka yote iliyopita mara nyingi sana Wema Sepetu akipata ujauzito na akishaanika mitandaoni kwa asilimia kubwa sana anafuatiliwa. Ukiangalia Wema Sepetu hakuwa na sababu yoyote ya kuanza kutangaza mitandaoni kwamba yeye ni mjamzito. Angeweza tu kuzima mtandao na kutulia, kurelax, kumwangalia mtoto wake mpaka pale atakapojifungua, kwa sababu ukiangalia mara nyingi sana Wema akitangaza mitandaoni kwamba ni mjamzito, basi ni lazima tu unakuja unashangaa ujauzito unaharibika. Wema Sepetu anaishia katika majonzi, anaishia kulia. Mara ya mwisho kabisa tuliona namna ambavyo aliteseka na kuumia na alilia sana baada ya ule ujauzito wa Whozu kutoka na kuharibika, na Wema Sepetu akathibitisha wazi kwamba waligombana tu kidogo na Whozu, ghafla tu akashangaa jioni damu zinaanza kumtoka, yani ujauzito umeweza kuharibika moja kwa moja. Siku ya leo Wema Sepetu ameweza kuzungumza wazi kuhusiana na swala lake, lakini pia kuhusiana na baba wa huo ujauzito. Kwanza kabisa Wema amezungumza kwa uchungu mkubwa kuhusiana na maneno ambayo aliwahi kutupiwa mitandaoni. Mara nyingi sana Wema Sepetu anakuambia anapobeba ujauzito anakuwa na wasiwasi mkubwa. Anaona mbona ni kama vile yatatokea yale ambayo yaliwahi kutokea. Ukiangalia mara nyingi sana Wema akibeba ujauzito unaharibika, unatoka. Sasa hilo swala limeshamuathiri Wema Sepetu kwa asilimia kubwa sana, tunaweza kusema kisaikolojia. Yani akibeba ujauzito anakuwa ana wasiwasi mkubwa, ana hofu, tumbo likimuuma kidogo anakimbia hospitalini, anaona labda huenda tena ujauzito unaharibika. Mambo yamekuwa ni mengi sana kwa Wema Sepetu mpaka inafikia hatua anakata moja kwa moja tamaa. Kitu kingine, Wema amezungumza kwa uchungu mkubwa na kudai kwamba kuna baadhi ya watu mitandaoni wanamuita yeye ni mgumba wa taifa. Yani imefikia hatua Wema anakuambia anashindwa kabisa kuelewa watu wanafikiria nini, kwa sababu ukiangalia swala zima la kupata mtoto ni swala la Mwenyezi Mungu, muda ukifika unapata mtoto. Sasa Wema anakuambia maneno ambayo anatupiwa mitandaoni, lakini pia anakuambia akikuonesha DM zake, watu wengi sana wanamfuata kule DM na kumtukana matusi kwamba wewe ni mgumba wa taifa, huwezi kuzaa, hautokaa uzae. Maneno ni magumu sana ambayo Wema ameweza kuyabeba, lakini kinachomuumiza zaidi Wema Sepetu ni kuona kwamba baadhi ya mastaa wenzake tayari wana watoto wao. Kila star ukimwangalia sasa hivi wameweza kujenjaruka, kila star anatamani kupata mtoto. Hebu angalia kina Auntie Ezekiel, wana watoto wao sasa hivi. Auntie Ezekiel tunamuona ana mtoto wa 3. Ukimwangalia Jackie Wolper ana watoto wake 2. Ukimwangalia wakina Elizabeth Michael Lulu ana watoto wake 2. Ni jambo ambalo Wema anakuambia akiliangalia hivi linamuumiza kwa asilimia kubwa sana na kujiuliza yeye amekosea nini. Wema Sepetu ni dada ambaye ana pesa zake, anajielewa, anajua ni kwa namna gani ya kuwa mama mzuri, ni namna gani ya kuweza kujiweka vizuri ili mradi uweze kuwa mama mzuri. Jambo hilo linamuumiza kwa asilimia kubwa sana, lakini ameweza pia kuzungumzia swala zima la baba wa mtoto wake ambaye ni msanii Diamond Platnumz. Kama ambavyo tunafahamu tetesi ambazo zimesambaa kuhusiana na baba wa mtoto wake, lakini Wema ameweza kuzungumza na kudai kwamba yeye binafsi bado hajaweza kutoa tafsiri hiyo wala hajaweza kuthibitisha swala hilo, na kudai kwamba baba wa mtoto wake yupo lakini hatamani kabisa kumweka mitandaoni wala kumtaja jina lake kwa sababu tu wao binafsi wamepanga iwe hivyo, yani iwe siri. Lakini
lakini kama ambavyo tunafahamu, tetesi nyingi zilizosambaa mitandaoni, lakini pia ishara ambazo tunaziona kwa Wema na Diamond, basi zinatuthibitishia wazi kwamba hawa watu wawili ni wazazi. Hawa watu wawili wanatarajia mtoto, japokuwa yeye Wema Sepetu atamani kuliongelea sana swala hilo, lakini sisi binafsi tayari tumeshaliona. Ni swala la kupigia tu mstari kwamba Diamond ndiyo baba wa ujauzito wa Wema Sepetu, japokuwa yeye Wema Sepetu anaendelea kukana mitandaoni kwamba bado hajamtaja baba wa ujauzito wake. Kitu ambacho anakiangalia ni kupata mtoto wake, hakuna kingine ambacho anakiangalia. Anakuambia yeye hata akiwa single mother, ile lengo lake tu la kuitwa mama basi ni jambo kubwa sana na ni jambo zuri kwa upande wake, na atafurahi sana kuitwa mama. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.